Namuomba Sheikh Abbas Ramadhan Abbas, kaimu Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam, kwa makaribisho. Karibu sana. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Thumma as-salatu was-salamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: من أحبني كان معي في الجنة. Mheshimiwa Mufti wa Tanzania, Sheikh mkuu, na kama jana tulivyoambiwa na baraza la ulama, imamu mkuu wa nchi ya Tanzania, tumepokea kama kaimu Sheikh wa mkoa, tumepokea amri ile imetoka pale uwanjani jana ya kuwa tumuite Mheshimiwa Mufti wetu imamu mkuu. Hivyo kwa utekelezaji wa amri ile tumekubali kuwa ndio imamu wetu mkuu katika nchi ya Tanzania. Tumetii amri ya baraza la ulama. Mheshimiwa Mufti, kwanza kabisa kwa ruksa yako ni kuombe, kwa kuwa jana tulikuwa na shughuli kubwa pale uwanjani Mnazi Mmoja, kuna baadhi ya mambo hatukufanyikiwa kuyafanya. Kabla ya kutoa makaribisho, kwanza nianze na hili kwa ruhusa yako Mheshimiwa Mufti. Kwanza nianze na utambuzi wa meza kuu. Natambua kuwepo kwa Sheikh Khamis Mataka, mwenyekiti wa halmashauri kuu ya taifa. Tambue kuwepo baraza la ulama. Nitambue kuwepo wadhamini wa baraza la ulama. Nitambue kuwepo mshauri wa Mheshimiwa Mufti. Nitambue kuwepo kwa Mheshimiwa Katambi, waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Nitambue kuwepo kwa Mheshimiwa Abubakar Kunenge, mkuu wa mkoa wa Pwani, akimwakilisha mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Nitambue kuwepo kwa Mheshimiwa Abdul Mihite, ras wa mkoa wa Dar es Salaam. Nitambue kuwepo kwa Mheshimiwa Deus Sangu, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, kazi na ajira pamoja na mahusiano. Nimtambue bosi wangu, katibu mkuu wa baraza kuu la Waislamu nchini Tanzania, BAKWATA. Nitambue uwepo wa ndugu zangu mashekhe wote wa mikoa ya nchi nzima ya Tanzania ambao wako hapa. Nitambue kuwepo kwa mashekhe wa wilaya. Wanantosha hao, tuseme itifaki imezingatiwa kwangu mimi, wengine watafata kuja kutambulishwa zaidi. Mheshimiwa Mufti, kabla ya kuwakaribisha wageni wetu, kwa haraka nina mambo mawili matatu. Kwanza nitoe shukrani za dhati kwa baraza la ulama ambao kwa ishma na taadhima, macho yao, fikra zao, uwezo wao wa kufikiri, elimu Mwenyezi Mungu aliowapa kuweza kuniteua mimi kuwa kaimu wa Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam.
Haikuwa kazi rahisi kwao, waliumiza sana vichwa vyao kwa tafakari nyingi, kwa vipimo vingi kabisa, kwa kufaa kwangu. Kwa hiyo kwa heshima na taadhima nitoe shukrani zangu za dhati katika baraza hili la maulidi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuliambia baraza la ulama kuwa na kushukuruni sana kunifikiria kuwa naweza kuongoza mkoa mkubwa kama huu wa Dar es Salaam katika hadhara hii. Pia si hivyo tu, maulidi ya jana yalikuwa yanatimiza miaka 100 katika mnazi mmoja pale. Haikuwa rahisi hata kidogo. Ni kiwango gani baraza la ulama waliweza kuniamini pia na kunipa usimamizi wa hadhara kubwa ya kitaifa katika nchi ndani ya wiki 3 tu. Hili kwangu ni fundisho kubwa la utiifu. Kwa kweli nilipokea kwa mikono miwili na nikamwomba Mwenyezi Mungu ndani ya wiki 3 baraza la ulama chini ya Mheshimiwa Mufti wa Tanzania Dr. Abu Bakar bin Zubair bin Ali na Sheikh Mkuu kuniambia mkoa wa Dar es Salaam chini yako utasimamia maulidi ya kitaifa wakati zimebaki wiki 3. Kwa kweli namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na nawashukuru baraza kwa kuweza kuniamini katika level hiyo. Jambo la 3, niwashukuru wageni wote ambao walijitokeza jana kwa wingi mkubwa ambao tokea nimezaliwa sijapata kuona kabisa. Alhamdulillah rabbil alamin, wakazi wa Dar es Salaam ambao walijitokeza kwa wingi na kutoka maeneo mbalimbali. Lakini kipekee niwashukuru ndugu zetu ambao wametoka mikoani. Ndugu zetu waliotoka mikoani, Mheshimiwa Mufti, wamesafiri umbali mrefu sana na uchofu mkubwa sana. Mwenyezi Mungu atakulipeni kila la kheri. Lakini hapa niweze kusema sisi ni binadamu. Tulipofanya maandalizi ya shughuli hii kuna kujikwaa. Haiwezekaniki ufanye shughuli kubwa kama ile kisha kila mtu umpe respect ile ambayo inatakiwa. Pako sehemu nyingine utajikwaa. Mapungufu ni sifa ya mwanadamu. Kwa hiyo kwa mapungufu yetu mlioyaona, mimi nimeyabeba, mnyonge wenu mshika viatu vyenu. Naomba mkiondoka hapa katika mkoa wa Dar es Salaam, kama kuna kijitabu chochote kimepata udhaifu wote, baada mimi kukuombeni radhi, nichukue nafasi hasa ya kukuombeni radhi. Kama kuna mapungufu mmeyaona, msiondoke na kinyongo. Kwa baraka ya Bwana Mtume Muhammad, mjue sisi ni wanadamu, tumepewa kazi kubwa kama hii. Basi madogo mtuachie insha Allah na mtusamehe. Hilo lilikuwa ni ombi langu, Mheshimiwa Mufti. Jambo lingine ni washukuru wazee wa jiji la Dar es Salaam. Mheshimiwa Mufti alinielekeza kwa heshima na taadhima kwamba kabla ya maulidi ya kitaifa nataka ukutane na wazee waliokuzaa. Alitumia neno hilo, wewe umezaliwa katika mji huu, kutana nao wakupe baraka. Na nashukuru mwenyekiti wa wazee Bwana Matimbwa, naomba usimame kidogo. Nitumia lugha za Dar es Salaam au za kikwetu Pwani, walinifunda zaidi ya masaa 3. Naomba ukae chini. Nashukuru. Wakanibariki, wakaniambia sasa kaa katika mji huu utuongoze. Tumekubali kuongozwa na wewe, twende. Tumekupa baraka zote. Nashukuru sana Mheshimiwa Mufti kwa maelekezo ambayo ulinipatia, yamenifaa sana. Nishukuru sasa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kupitia mama yetu mpenzi, mama yetu mlezi Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu. Mwenyezi Mungu amjaze kila la kheri kwa kuituliza nchi yetu mpaka dakika hii na kutuwezesha kupata msaada mkubwa wa ulinzi siku ya maulidi, pamoja na vyombo vyote vya ulinzi na usalama. Kwa kupitia Mheshimiwa Rais tumeweza kufanya maulidi kwa utulivu, na maulidi mmeona yale kiwango kile. Alhamdulillah, tumepata ulinzi mkubwa sana na baraka kubwa sana
kutoka katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwenyezi Mungu amlipe kila la kheri mama yetu, amhifadhi na kila shari za usiku na mchana, yeye pamoja na wasaidizi wake pamoja na watoto wake na familia yake ya Rabbal Alamin. Mheshimiwa Mufti, bado natiririka, lakini muda mfupi nitatoa kauli ya kuwakaribisha wageni wetu bila ya kuwasahau ndugu zangu wa BAKWATA mkoa wa Dar es Salaam ambao Mheshimiwa Mufti umenielekeza nikafanye nao kazi. Nimewakuta ndugu zangu, nikwambieni kwamba nimekupokeeni na mimi mnipokee. Niko katika utumwa pamoja na nyinyi. Mimi ni mtumishi wenu, mshika viatu vyenu. Tutafanya kazi pamoja kwa maelewano, kwa masikilizano, na insha Allah milango yangu iko wazi. Sina ubwana huo mbele yenu. Lolote ambalo mnataka kunishauri Mheshimiwa Mufti, natamka mbele ya hadhira ya watu kuwa niko tayari kuwasikiliza wenzangu na kufanya na kazi pamoja na wenzangu asubuhi na mchana. Na milango ya kukosolewa iko wazi kwangu, sina tatizo. Milango ya kuelekeza iko wazi kwangu, sina tatizo. Lakini Mheshimiwa Mufti, nikwambie, umenipa watu wazuri sana mkoani. Nimefanya nao kazi kwa utiifu, kwa umahiri, mpaka kuweza kufanikisha hadhara ile ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nimalize. Nashukuru pia kipekee binti yetu mbunge wa Kondoa Bi Mariam Ditopile ametusurprise jana, akaleta gari 6 kutoka katika jimbo lake, na huko akibeba wageni wote kutoka kuanzia ngazi ya kata alipo katika jimbo lake, na jumuiya zote za BAKWATA pale amezileta, kwa sababu ni mbunge pekee aliyotufanyia hivyo. Pia tunawashukuru na wabunge wote waliohudhuria, lakini naye ametufanyia kitu cha surprise jana, namshukuru sana. Lakini Mheshimiwa Mufti, kwa mara ya kwanza naomba nimshukuru mama yangu mzazi ambaye mke wa marehemu Sheikh Ramadhani Abbas na wake zangu. Nimetaja wake zangu mpaka spika anadondoka. Swali ala nabi. Kwanza hapa nilipotaka mkadima, we hadithi gani ya mahaba, yani man ahabbani kana ma'i fil janna, ukwame sikizongo kidogo iko. Lakini inshallah Mheshimiwa Mufti yuko pale akapiga hasbi Allah, hasbi Allah. Nimepita Mheshimiwa, nakushukuru bwana. Macho ya watu bwana hayana ufundi. Unaweza kukutana na kijicho cha mtu mmoja akakuhamisha hapo hapo. Alhamdulillah. Mamangu mzazi, naomba simame. Mheshimiwa Mufti, nimechukua dakika, lakini kwa heshima na taadhima, huyu ndio alionizaa. Pepo yangu iko hapa. Vipi afike alfu nisimtambue? Nikitoka hapa si ndio kuharibikiwa kwenyewe huko. Wake zangu wote simameni bwana. Simameni wote insha Allah. Mheshimiwa Mufti sasa hivi anafanya ukaguzi wa wake. Kaeni bwana. Na familia yangu iko, simameni kidogo. Kuna dada zangu, wale wa dada zangu wote Mheshimiwa Mufti. Nimefanya hivyo, haikuwa katika ratiba, lakini nilipowaona automatically nikaona nifanye niwaheshimishe mbele za watu. Mheshimiwa Mufti, baada ya kusema haya, sasa nitoe tamko la makaribisho. Karibuni katika hadhara hii ya Baraza Kuu la Waislamu, Baraza la Kuu la Waislamu nchini Tanzania BAKWATA, hadhara yetu ya Baraza la Maulidi. Inshallah Mungu alibariki na tufurahi na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mheshimiwa Mufti, nichukue nafasi hii kukuomba radhi kidogo kwa kusimama sana, lakini yako mambo ya kimsingi yalinipasa nifanye mbele yako. Baada ya kusema haya, shukran, jazakumullahu alkhair. Asante kaimu shekhe wa mkoa wa jiji la Dar es Salaam, Sheikh Abbas bin Ramadhan Abbas, kwa jambo hilo la makaribisho. Babdeo Miladu Online TV, pamoja nawe katika kheri.